Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, karibu katika kipindi chetu maalum cha Mbiu ya Heri. Leo tukimwangazia Mama Bikira Maria katika maandiko matakatifu na umuhimu wake katika maisha ya Mkristo. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Agustino Joseph Soka, frateri wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Katika kipindi chetu cha leo kimegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tutaona Mama Bikira Maria ni nani. Sehemu ya pili tutaona Mama Bikira Maria anavyoangaziwa katika maandiko matakatifu, na sehemu ya tatu tutaona umuhimu wa Mama Bikira Maria katika maisha ya Mkristo. Tukianza na sehemu ya kwanza, Mama Bikira Maria ni nani? Mama Bikira Maria ni mwanamke wa kipekee katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Ni mwanadamu wa kawaida kama sisi, lakini aliyejaa neema za Mungu. Ndiyo maana tunasoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya 28. Gabrieli anapomtokea Mama Bikira Maria na kumwambia, "Salamu, uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe." Maria aliteuliwa na Mungu tangu mwanzo kuwa mama ya mwanae, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kukubali ujumbe wa malaika, Bikira Maria kwa unyenyekevu na utii alifanyika kuwa chombo, yaani tabernakulo ya kwanza ya kumleta mkombozi duniani. Hivyo basi Mama Maria anakuwa mama wa mwana wa Mungu. Sehemu ya pili, Mama Bikira Maria katika maandiko matakatifu. Katika Biblia takatifu Mama Bikira Maria anaonekana na kutajwa kama ifuatavyo. Katika Agano la Kale, ingawa jina Bikira Maria halijatajwa moja kwa moja, yapo maandiko mbalimbali yanayotambuliwa na kanisa kama mafumbo ya Maria yakitabiri ujio wa Masia kupitia mama huyu Bikira Maria. Tukianza kwa kuangazia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Katika kitabu hiki tunasoma juu ya utabiri au unabii kumuhusu Mama Bikira Maria. Unabii huu unajulikana kama Proto Evangelium, kwa Kiswahili ikimaanisha habari njema au injili ya kwanza, yaani tangazo la kwanza la habari njema au ahadi ya wokovu katika Biblia. Habari hii hupatikana katika sehemu ya kitabu cha Mwanzo inayosema, "Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa chako, na wewe utamponda kisigino chake." Kutokana na maandiko haya, kuna maana ya kinabii katika sehemu hii ya kitabu cha Mwanzo, yaani tangazo la kwanza la injili au habari njema, kwa kuwa wakati wa adhabu ya nyoka, Mungu anatoa tumaini kwa jamii ya wanadamu kwa ajili ya wakati ujao, kwamba kutakuwa na mmoja atakayeponda kichwa cha nyoka. Mapokeo ya Kanisa Katoliki yanatafsiri sehemu hii kama tangazo la Adamu mpya, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa njia ya mateso na kifo cha msalabani anafanya upatanisho kati yetu na Mungu Baba. Zaidi ya hayo, Kanisa Katoliki inaeleza kuwa mwanamke huyu anayetangazwa katika sehemu ya kitabu cha Mwanzo ni Mama Bikira Maria, mama wa Yesu Kristo, yaani Hawa mpya. Hivyo unabii huu unatimizwa katika Agano Jipya, Mama Bikira Maria anapochukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa Masia, yaani mwana wa Mungu Yesu Kristo mkombozi wetu. Sehemu ya pili katika Agano la Kale ni kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya anatoa unabii maarufu juu ya Bikira Maria, ambapo katika sura ya 7 aya ya 14 unabii huu unaomuhusu bikira atakayechukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume unatimia katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 23
ambapo bikira huyu anamzaa mwana, naye anamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Katika Kanisa Katoliki tunachota maana ya kimasia kutoka katika unabii huu wa nabii Isaya. Kanisa likifundisha kwamba Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi, ni Masiha, Yesu Kristo, mwana wa Mungu na mkombozi wetu. Hivyo Kanisa Katoliki huona utabiri huu wa nabii Isaya juu ya mama Bikira Maria kama utabiri wa moja kwa moja kuhusu kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mama Bikira Maria anayepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sehemu ya 3 katika Agano la Kale ni Zaburi ya 45 aya ya 9 hadi ya 17. Katika sehemu hii ya Zaburi tunapata maudhui yanayoeleza kuhusu mfalme na malkia wake kwa lugha ya kishairi na ya kifalme. Katika sehemu hii ya Zaburi anatajwa malkia anayeketi mkono wa kulia wa mfalme. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba sehemu hii ya Zaburi ni kiashirio cha malkia wa mbingu, yaani mama Bikira Maria, anayetambulika kama malkia wa mbingu na mama wa Kristo mfalme. Kimsingi sehemu hii ya Zaburi ni wimbo wa harusi wa kifalme, lakini tafsiri ya kiroho au kimasia, hapa Wakristo wa Katoliki tunaona picha ya Yesu Kristo kama mfalme huyu na mama Bikira Maria kama malkia wake. Utabiri huu, japo si wa moja kwa moja kama inavyoonekana katika kitabu cha nabii Isaya, unatoa tafsiri au mfano unaoweza kutumika kiroho kueleza nafasi ya mama Bikira Maria katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, hasa katika muktadha wa Kristo kama mfalme wa milele. Hivyo Zaburi hii kwa tafsiri ya kiroho na katika mapokeo ya kanisa na ya Kikristo, hasa Kanisa Katoliki, imekuwa ikihusishwa na mama Bikira Maria kama malkia wa mbingu. Hii si tafsiri ya moja kwa moja ya kihistoria, bali ni kiashirio cha heshima ya kiroho ya Maria katika ufalme wa Mungu, kama mama wa mfalme Yesu na malkia anayesimama upande wake wa kuume. Sehemu ya pili katika maandiko matakatifu, yaani Agano Jipya, inaonekana ikimtaja moja kwa moja mama Bikira Maria katika matukio mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, katika tukio la kupashwa habari Bikira Maria ya kuzaliwa mkombozi. Katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 26 hadi ya 38 tunakutana na tukio la kipekee ambapo malaika Gabrieli anatumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bikira ambaye ni mama Maria wa Nazareti kumpasha habari kwamba atakuwa mama wa mkombozi. Maria ambaye ni mchumba wa Yosefu anapewa ujumbe wa ajabu kwamba atachukua nafasi ya kipekee katika historia ya wokovu wa mwanadamu, yaani kumzaa mwana wa Mungu. Katika hali ya mshangao na maswali, mama Bikira Maria anaonyesha unyenyekevu mkubwa kwa kuuliza, litakuwaje neno hili maana sijui mume? Hii inaonyesha kuwa Maria hakukataa mpango huu wa Mungu, bali alitaka kuelewa. Baada ya maelezo ya malaika kuhusu uwezo wa Roho Mtakatifu, Maria anajibu kwa maneno yanayobeba imani na utii wake kwa Mungu, akisema, "Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Jibu hili linamfanya mama Bikira Maria kuwa mfano wa waamini wote katika hali ya kutokuwa na uhakika au kuelewa kikamilifu. Anasema ndio kwa mapenzi ya Mungu. Katika teolojia ya Kikristo, hasa ya Kanisa Katoliki, Maria anaeleweka hapa kama Eva mpya, ambapo Eva wa kwanza alileta dhambi kwa kutokutii kwake, lakini mama Bikira Maria Eva mpya analeta wokovu kwa kukubali mpango huu wa ukombozi. Kupitia jibu lake la ndio, Mungu alianza kazi ya kumkomboa mwanadamu. Hii inaonyesha kuwa wokovu si jambo la kulazimishwa,
bali lilihitaji ushirikiano wa hiari wa mwanadamu, na Maria alisimama kama mwakilishi wa wanadamu katika kukubali mpango huu wa Mungu. Sehemu ya pili katika Agano Jipya ni katika tukio la harusi ya Kana. Katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 11, tunamuona Mama Bikira Maria akiwa harusini mjini Kana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo na wanafunzi wake. Katika harusi ya Kana, ikiwa kama tukio la kipekee ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anatenda muujiza wake wa kwanza wa kugeuza maji kuwa divai. Hata hivyo, jambo hili la kuvutia linaonyesha nafasi ya Mama Bikira Maria katika tukio hili. Pale ambapo Mama Bikira Maria anagundua kuwa divai imeisha, anamwendea Yesu na kusema naye kwa upole, hawana divai. Ingawa Yesu anajibu kwa kusema, saa yangu haijawadia, bado Mama Bikira Maria anaonyesha imani ya ajabu kwa kuwaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Kwa maneno haya, Mama Bikira Maria anachukua nafasi ya kiroho na ya mwombezi katika maisha ya mwanadamu, anayewaona watu katika mahitaji yao na anampelekea mwanae ili awasaidie. Muujiza huu wa kwanza wa Yesu ulifanyika si kwa shinikizo, bali kwa mwitikio wa upendo kwa mama yake, ambaye aliwaonea huruma walio katika shida. Hili linaeleweka na wengi kuwa kielelezo cha nafasi ya Mama Bikira Maria kama mwombezi wetu mbele ya Yesu. Si kwamba Yesu hahitaji kuambiwa, bali Mungu anachagua kutenda kupitia sala na ushirikiano wa watu wake. Maria hapa anakuwa mfano wa kuigwa, mtu anayemwamini Yesu katika maisha na ambaye anaelekeza wengine kwa Yesu kwa kusema, lolote atakalo waambia fanyeni. Hii ni sauti ya mama wa kiroho ambaye kazi yake si kututazama sisi, bali ni kutuelekeza kwa Kristo. Sehemu ya tatu katika Agano Jipya ni katika tukio la msalabani. Tukisoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 26 hadi 27. Katika tukio hili, katika mazingira ya huzuni, yaani pale msalabani, tunamuona Yesu akiwa katika maumivu makali ya kusulubiwa. Anamuona mama yake na mwanafunzi aliyempenda, yaani Yohane. Ndipo Yesu anasema kwa mama yake, "Mama, tazama mwanao." Kisha anamgeukia mwanafunzi na kumwambia, "Tazama mama yako." Maneno haya ni zaidi ya wosia wa kifamilia, kwani tukio hili la kiroho lenye maana ya kina, Yesu anamkabidhi Maria wanafunzi wake awe mama yao. Na hivyo kulingana na mapokeo ya Kanisa Katoliki, Maria anakuwa mama wa waamini wote. Kwa kumkabidhi Maria kwa Yohane, Yesu anaanzisha uhusiano mpya wa kiroho kati ya mama yake na wale wanaomfuata yeye. Yohane hapa anamwakilisha kila Mkristo ambaye sasa anamchukua Mama Bikira Maria kama mama yake wa kiroho. Kanisa tangu mwanzo limeona tukio hili kama mwanzo wa Mama Bikira Maria kuwa mama wa kanisa. Hii si tu heshima ya kihistoria kwa kuwa mama wa Yesu, bali ni wito wa kiroho wa kuwatunza waumini wote, kuwaombea na kuwaongoza kwa mwana wake. Maria akiwa chini ya msalaba ni picha ya upendo wa mama usio na mwisho, aliye tayari kusimama na watoto wake hasa wanapokuwa katika mateso. Sehemu ya 4 katika Agano Jipya ni katika kitabu cha Ufunuo, ambapo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 tunaona picha ya Malkia mbinguni. Katika kitabu hiki, katika Ufunuo wa Yohane, tunaona maono ya mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Mwanamke huyu anatajwa kuwa ni mjamzito anayeteseka kwa uchungu wa kuzaa, na baadaye anamzaa mtoto wa kiume
atakayewatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma, ambaye anatambulika kama Yesu Kristo. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba mwanamke huyu anayeongelewa katika kitabu hiki cha Ufunuo kuwa ni Mama Bikira Maria, kwa sababu huyu ndiye aliyemzaa Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wa dunia. Pia vita inayoonekana kati ya mwanamke na joka inaeleweka kama mwendelezo wa unabii wa kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, ambapo Mungu alimwahidi Shetani kwamba kutakuwa na uadui kati yake na mwanamke na kati ya uzao wake na uzao wa huyu mwanamke. Hii inaeleweka kuwa ni ahadi ya wokovu kupitia Maria, mama wa Yesu. Hivyo basi, katika kitabu hiki cha Ufunuo tunamtazama Mama Bikira Maria si tu kama mama wa Yesu, bali pia kama malkia wa mbingu, hawa mpya, mfano wa kanisa, mwanamke wa imani na mshiriki wa mpango wa Mungu wa wokovu. Sehemu ya 3 tutaona umuhimu wa Mama Bikira Maria katika imani na maisha ya Mkristo. Watu wengi huchanganyikiwa wakidhani kanisa linamwabudu Mama Bikira Maria. La hasha, kanisa linamheshimu, si kumwabudu. Ibada ya Maria inaelekezwa kwa Yesu. Ndiyo maana Maria mwenyewe anakiri akisema, roho yangu yamtukuza Bwana. Tunarejea Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 46. Kumbe kumheshimu Mama Bikira Maria ni kufuata na kuiga unyenyekevu na utii wake kwa Mungu. Vile vile sala kama Salamu Maria na Rozari takatifu ni njia nzuri za kumkaribia Yesu kupitia Mama Bikira Maria. Kwa sababu hiyo, katika imani na maisha ya Mkristo yeyote, Mama Bikira Maria anakuwa na umuhimu wa pekee na daima anabaki kuwa kwanza mfano wa imani na unyenyekevu, kwani yeye mwenyewe aliamini hata bila kuelewa kila kitu. Mfano anapopokea habari ya kumzaa mkombozi kupitia malaika Gabrieli. Pili, Mama Bikira Maria anakuwa mama wa waamini wote na mwombezi wetu. Tunamkimbilia katika sala tukijua kuwa ni mama yetu, tukikumbuka tukio la msalabani Yesu anapomkabidhi Yohani kwake, na vile vile tukikumbuka katika tukio la Kana Yesu anapogeuza maji kuwa divai, tukitambua nafasi yake katika tukio hili akiwa kama ndiye mwombezi na muunganishi wa wanafunzi kwa Yesu. Ndiyo sababu ya kufanikiwa kwa tukio hili la maji kugeuzwa kuwa divai. 3, Malkia wa mbinguni. Tunaamini kuwa ni Malkia wa mbinguni kwa sababu ni mama wa mfalme wa wafalme, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Tukirejea Zaburi ya 45 aya ya 9 hadi ya 17, lakini pia kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Mwisho, mpendwa msikilizaji, tumejifunza kwamba Mama Bikira Maria si tu mama wa Yesu, bali ni mama wa waamini wote wanaomwamini Yesu. Ni mfano wa kuigwa na mwombezi wa kutegemewa na njia ya kutufikisha kwa Yesu. Hivyo tunaalikwa kumpokea Mama Bikira Maria katika maisha yetu ya kila siku. Tumuige katika imani na uvumilivu wake. Tujifunze kusali rozari, tumkimbilie katika shida zetu, na juu ya yote tuendelee kumpenda Yesu kama Mama Bikira Maria alivyofanya. Tukiagana nawe tukumbuke maneno ya Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili aliyesema, Maria ni njia salama ya kufika kwa Kristo, kwani Kristo hawezi kutupilia mbali sala za Mama Bikira Maria. Kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo cha Mbiu ya Heri, ambapo tumemwangazia Mama Bikira Maria katika maandiko matakatifu na katika maisha ya Mkristo. Kipindi hiki kimekujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Agustino Joseph Soka, frateri wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 2
katika seminari kuu ya kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Karibu mpendwa msikilizaji, tumalize kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingia kwa hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mpaka hapo hatuna la ziada. Asante na karibu, na nakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.